Hii kazi unajua hata wewe na wako kama sisi inaweza ikatenda mambo makubwa kabisa kwenye familia kama hii. Sasa ninachotaka kuambia kwamba watu wa Mungu ana njia mahali pasipokuwa na nini? Na njia. Tuwasaidie wainjilisti wa vitabu kuwatia moyo na kuwabainisha wale ambao wana karama waweze kufanya kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kitu kingine ninachotaka kukizungumzia, muwapatie wainjilisti wa vitabu msaada wa maadili kanisani. Kama nilivyoanza ya kwamba idara ya uchapishaji inaonekana sometimes kama kutembea peke yake. Hasa hao watumishi tunakuwa nao ni washiriki wetu. Sawa tu. Wainjilisti wa vitabu ni washiriki, lakini kwa mtazamo wao tunaelewa kabisa mahali ya kwamba wainjilisti wa vitabu ni wa field au ni wa union au ni wa HHS. Si ni kweli? Na hata tunafikiria kwamba matukio fulani yakitokea basi wapate huduma kutoka huko juu. Lakini mwinjilisti wa vitabu ni wa kanisa mahalia. Pale jina lake lilipo, ushirika wake ulipo, na anapofanya kazi ndipo anafaa kulelewa. Ina maana ya kwamba tufanye nini? Tuwalee wainjilisti wa vitabu kwa kuhakikisha kwamba nao wanakuwa na maadili mema kama washiriki wanaolelewa na kanisa. Wanahitaji kutiwa moyo, wanahitaji pia kuwa na msaada wa kimaadili kutoka kwa washiriki. Washiriki mmenielewa? Kitu kingine, kubeba au kushikilia na kusapoti mikutano mbalimbali ya wainjilisti wa vitabu kanisani. Sawa? Si wainjilisti wa vitabu wanakuwa na mikutano yao, wanakuwa na rali za idara ya uchapishaji. Na wakati mwingine labda wainjilisti wanaweza kuwa wanahitaji kufanya effort. Kuna wakati tunakuwa na effort hizi za mikutano ya hadhara. Wainjilisti wananipigia simu. Pastor, tutakuwa na mkutano lakini huku kuna shida ya nini? Ya chakula. Kuna shida ya eneo la kufanyia mkutano. Kuna shida ya eneo la kulala. Washiriki na viongozi wa kanisa huko, ni nani aweze kuwasapoti wainjilisti wa vitabu? Sasa ngoja niwaambie kitu. Watu wakibatizwa huwa ni wafili. Wanakuwa ni wawapi? Sasa tabu iko wapi wainjilisti wa vitabu wanapotaka kufanya mikutano? Hatuwasaidii kwenye budget ya chakula, mahali pa kulala. Ninashukuru sana miaka hii katika makambi yote mmewalea wainjilisti vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wamelazwa vizuri kama watumishi wa nini, na pia wamepewa fursa ya kusemea vitabu kwenye makambi, na kumekuwepo na muda wa kufanya promotion kwa ajili ya nini, ya vitabu. Huo ndio umoja ambao Yesu anataka kwa watendakazi wake. Kwa hivyo machache ambayo yamebaki, naamini kama kanisa au kama mtaa wa Kibaigwa tutaendelea kuyaweka sawa, na mwakani tayari tutakuwa na mwezi wa 3. Mwezi wa ngapi? Kutakuwa na mkutano wa wainjilisti wa vitabu au effort ambao wainjilisti wa vitabu wanafanya kwa siku 10 na ngapi? Siku 14. Mshirikiane na jeshi hili
kuainisha eneo la mkutano na kuandaa budget kwa ajili ya nini? Ya mkutano. Sawa, watu wa Mungu, na kuwasaidia hata kuandaa wahubiri. Ninaishukuru sana kanda ya Kiteto, walifanya effort. Ni wapi pale kiongozi mkumbushe? Mangala walifanya effort wapi? Walifanya effort Zedeli. Kwa mtazamo wa nje hivi, mimi nilienda mpaka pale. Unajua siku ya Sabato au mengine niseme msiwaache watu wanakula makande meupe na harage moja moja, yani unafanya kutafuta uone ile harage kwenye mahindi. Watu wa Mungu wanafanya kazi katika hali ngumu sana. Ni wito wa Mungu kwamba kanisa mahalia liko kwa ajili ya idara zote na kusapoti mikutano ya idara zote, pamoja na idara ya huduma za uchapishaji na roho ya nini? Na roho ya unabii. Msiwaache nyuma, msapoti mikutano yao. Ni mpango wa Mungu na ni watumishi wa kanisa. Jambo la 4, alafu mtawaruhusu muulize maswali kisha nikaribishe mkuu. Ninalotaka kulielezea, tuwaombee wainjilisti wa vitabu. Tuwe na maombi ya mara kwa mara kwa ajili yao na kazi wanayofanya. Sawa, watu wa Mungu. Yaani katika mipango ya kanisa, wakati maendeleo mbalimbali ya kanisa yanapoombea, kumbukeni kuwaombea wainjilisti wa vitabu. Na wakati mwingine ni vizuri pia kufanya nao maombi, kama wakati wa weekend. Ni wakati mwingine washiriki huwa tunataka kuona vitu vikitokea juu kushuka chini, lakini ni vizuri tu sisi kama kanisa kujipanga kufanya maombi kwa ajili ya wainjilisti wa vitabu na kuombea kazi wanayofanya. Kama tutakuwa tunawaombea wainjilisti wa vitabu, ingekuwa rahisi sana kazi hii kufanyika kwa urahisi na kuenea kwa haraka sana. Mpaka hapo kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Karibu. Naona mikono ya maswali. Basi nianze na huyo. Karibu. Mbele nani kaulize swali? Nimeona niseme hayo machache kwa leo ambayo. Asante sana. Tunashukuru kwa ajili ya sehemu nzuri kuhusiana na hii huduma ya uchapishaji. Ninatamani kuuliza swali kwenye kipengele kidogo hapa hivi. Tunapozungumzia machapisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa tukiangalia kwa mfano katika library ya LGH, kuna machapisho mengi sana ambayo kiasi kwamba tunaweza kusema kwamba hayajawa katika tafsiri ya Kiswahili. Sasa najaribu kujiuliza kwamba mwanzoni niliwaza mimi binafsi, natamani nipate majibu. Niliwaza labda kwamba kuna vitabu vingine bado kuna watu wamekosekana wenye ujuzi wa hiyo lugha, lakini kiangalia hapa lugha hii ya Kiingereza. Sasa kuna vitabu vinarudiwa kuchapwa hata mara 2, lakini vitabu kile kwa mfano kitabu kinaitwa Kutayarisha Njia, alafu kinakuja kuchapwa tena kwa elimu nyingine kinaitwa Nuru Safarini. Ni kitabu kile. Ili hali wakati huku kuna vitabu havijawahi kutolewa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mfano kuna special testimony, kuna manuscript, kuna vitabu vingi hapo ambavyo havijatolewa kwa Kiswahili. Kwa nini kunakuwa na kurudiwa kitabu hicho kwa katika mtindo mwingine na hali kuna vitabu vingine havijachapishwa? Naomba sawa. Meneja yuko, unaweza kutusaidia kujibu hilo swali kama umelisikia? Kwamba kuna vitabu vinarudiwa kuchapwa
njia na Nuru Safarini. Alafu kuna vitabu vingine ambavyo pia havijachapishwa, havijatafsiriwa sana. Sawa, utapata majibu. Asante. Kitu kingine ambacho nitamani niweze kuuliza hapa kwamba katika nyumba ya uchapishaji labda kuna shida yoyote ambayo, maana kuna vitabu vingine vilikuwa vikitolewa vitabu vya mwaka. Kwa mfano kama sio mwaka huu ulikuwa ni mwaka jana, unaweza kutolewa kitabu cha Pambano Kuu kwa ni kitabu cha mwaka. Lakini kitabu hiki hakikupatikana, kwamba kwamba mitambo iko na shida. Lakini hiyo shida maana yake tunaomba kwamba vimeenda kuchapiwa China. Na tumesubiria sana kwamba hizo vitabu zitachapiwa wapi? China. Sasa ndio kuuliza kwamba changamoto ya viwanda hii ya mara kwa mara sasa ingine tunakosa mpaka lesoni. Hii shida inakuaje? Na tunaona kwamba kuna ulinzi wa Mungu bado. Kwa kifupi muda uliobaki. Asante. Kwa kujua hiyo changamoto ya vitabu kuwa mara kwa mara inaleta shida na tunakosa hivyo vitabu muhimu. Asante. Asante sana. Afu naomba waliobaki mniandikie hayo maswali afu mnipatie. Sasa najibu hilo. Utasemea sawa. Mkuu yuko hapa anasema atasemea. Ila niseme kidogo, vitabu vya Pambano Kuu tuliwapa wodi kama kanisa. Na sisi tunawasubiri mtimize wodi lenu. Vitabu vingi vingi. Nimeacha hiyo haya. Mwingine alikuwa hapa haraka kidogo. Naomba swali liwe fupi, mimi muda wangu umeisha. Sasa mchungaji, ndio. Usitulinde kidogo kwenye muda. Tumepoteza muda. Kule nyuma sasa tunakuja tuzungumze. Asante. Mimi sio swali, ndio, lakini nataka kuzungumza kwa ujumla kwa idara ya uchapaji. Ndio. Nafikiri kwa mimi kwa kupitia ndio ni idara kongwe ndani ya kanisa. Ndio. Shule ya Sabato uchapaji. Kongwe kabisa. Kwa hiyo na kama Mungu alikusudia kwa njozi ya Mama White, ndio, kutengeneza machapisho. Na ndivyo walivyofanya. Sasa hoja yangu iko hapa. Ndani ya kanisa tuna idara ya uchapaji. Ndio. Na kanisa yetu tunafahamu hakuna mitambo, na tunachotegemea ni kutoka kwenye nyumba ya uchapaji machapisho haya ya shule. Je, kwenye kanisa mahalia tunapokea machapisho ili tuyasambaze ndio tunaita idara ya uchapaji, ama kuna vitu vingine ambavyo kanisa mahalia laweza kuchapa kama sehemu ya machapisho ili yaende kwa ajili ya kazi ya utume? Sasa hoja yangu wakati ukijibu hiyo hoja yangu nyingine ni hivi, mtazamo wangu mimi. Kwa mfano, wakati mwingine tunaiona idara ni kwamba imegora kwa sababu hatujaweka mipango mizuri. Mipango hiyo ni hivi, wako watu wa Mungu wa injilisti ambao wamejitoa kwenye zile timu za kuendelea full time ndio na part time. Lakini uone mahali popote kwamba kuna sadaka inayotengwa kwa mipango ya kanisa isaidie kutengeneza hiyo kazi. Lakini ukiangalia kwenye kasha zetu za zaka sadaka imeandikwa pale juu, zaka inasaidia kuendeleza kazi ya utume ulimwenguni. Sadaka ile bajeti ya kanisa imetajwa kazi zake. Sadaka ya makambi imetajwa kazi zake. Lakini sijawahi kusikia kwamba kuna goli la sadaka ya uchapaji linawekwa either liko union, CTF ama watu kwenye kanisa, ili pia iwe ni sehemu ya fungu itakalo baki kwa ajili ya kazi ya nini? Ya uchapaji peke yake. Sasa tunazungumza migogoro ya kitu, ukiangalia ni kama haijawekewa utaratibu mzuri wa uwezeshaji ili isaidie hiyo kazi. Badala yake nafikiri ni inayotoka kwenye kitabu, tanua kitabu alafu hiyo fungu inakwenda ili itengeneze kazi hii ya uchapaji. Kwa hiyo tunaona kwa ujumla hatujaipangilia vizuri sisi wenyewe, ndio maana tunafanya nini? Inadorora. Kwa hiyo sana kwenye chanzo nitaka niuza sana. Asante, mbarikiwe.
Pasta Samani, pasta wa mtaa, naomba utuambie goli letu la idara ya uchapishaji kwa mtaa wa Kibaigwa yalikuwa ni vitabu vingapi? Maana mshiriki amesema hajawahi kusikia goli. Labda alitegemea kuliona kwenye bahasha, lakini sisi kama idara ya uchapishaji, idara zote kwa mfano ziko pale Filipi, sawa? Tunasukuma mipango kazi kuja kanisa mahalia pamoja na idara ya uchapishaji na magoli yote kila mwaka. Kama haukuweza kusikia, basi ni kwamba labda ulipitiwa kidogo, lakini magoli yapo. Tunasema jumla jumla. Labda nimsaidie. Jimbo huwa halipangi goli la fedha, ila jimbo linapanga goli la vitabu. Ona sasa kama mtaa tulipewa vitabu, goli la vitabu vya mtaa, ambalo goli kwa mtaa wa Kibaigwa hivi tulishajadili tangia kwenye baraza la kwanza la mtaa. Kama kanisa lako la Kibaigwa hili huenda labda hamkupokea, ni nyie binafsi, lakini kwenye mtaa tulishawasilisha goli letu ni vitabu 245. Ndio maana hata kwenye makambi tukaanza kufanyaje kusisitiza. Sasa labda majibu mengine kwa wakubwa mnaweza mkaeleza zaidi. Hamna shida, nimemwelewa. Yeye alikuwa anajaribu tu kushauri kwamba idara iweze kuweka mambo vizuri. Ni kwamba kila kitu kiko vizuri, lakini labda huku chini pia tunahitaji tupeane ushirikiano. Sawa mkuu. Na kitu kingine ambacho amesema, alitegemea kuona labda hizo program au fedha nini zionekane kwenye bahasha kama idara zingine. Haya, yuko mkuu hapa atasema. Naomba huyo wa mwisho halafu tunini. Karibu. Asante pastor. Maelekezo yako nataka niulize swali kulingana na jinsi tulivyosikia toka asubuhi ya kwamba duka linafunguliwa badala ya fungu. Mimi binafsi nataka nifahamu, je, ili duka lisifungwe mauzo yanatakiwa shilingi ngapi kwa mwezi au kwa wiki? Asante. Sawa, duka la waandishi wa vitabu lipo kwa ajili ya kuendesha kuwawezesha waandishi wa vitabu kupata vitabu kuendea kazini, lakini pia lipo kwa ajili ya kulipatia kanisa, kwa mfano lesoni, sawa, Biblia, yani kwa kuna vitabu vya washiriki vya ndani na vifaa vingine vya kanisa ambavyo vinahusika na machapisho. Alafu kuna vitabu vile ambavyo wainjilisti wanabeba. Vitabu wanapobeba wainjilisti vinaitwa subscription. Yaani vile vitabu wanapopeleka kule nje kwa ajili ya wainjilisti. Vitabu ambavyo ni vya kanisa kama kanisa vyenye mafundisho ya kanisa vinaitwa trade books. Mtaalamu huko hapa atatueleza. Vyote vinakuwepo pale dukani. Sasa kusema ya kwamba vinatakiwa vya kiasi gani? Sawa. Inategemea na jinsi ambavyo ofisi zetu zinaona ya kwamba mtaji unaoweza ukafaa kwa duka la Kibaigwa, kwa duka la Kiteto, Dodoma, kulingana na uhitaji wa vitabu mahalia. Wao huwa wanajua, atatuambia namna ya kupiga mahesabu na kutupatia madukani. Sisi tunapokea, na kama hivi kanisa limetoa duka, nayo huwa ni sera ya kanisa kwamba kanisa mahalia watoe maduka. Sasa habari ya mtaji, meneja yupo atatuambia kulingana na taratibu za sera. Nadhani huyu ni wa mwisho sasa. Mmoja kuuliza kitu kingine mama. Je, mimi kama ambaye ni mshiriki wa kawaida, ndio, na duka liko hapa na wainjilisti wanatangaza vitabu mtaani, je, mimi kama ambaye sio mshiriki, sio mwinjilisti, ninaweza kuja dukani kuchukua kitabu kwa ajili ya kusomea na yeye bei akachukua bei ya wainjilisti? Haya,
Sasa kumbe huwa kuna bei ya wainjilisti na bei ya washiriki. Sikiliza, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, si ndio? Ngoja nijaribu kusema kitu. Mchungaji kama mchungaji, mshahara wake unatokea wapi? Makuhani. Si kuna fungu la Walawi? Mwinjilisti naye ni nani? Ni Mlawi, una fungu lake katika kazi anayoifanya. Nimekujibu? Pasta, ngoja usije kidogo nimalizie. Samahani. Kuna fungu la Walawi. Kwa hivyo hata kwa wainjilisti wa vitabu naye ni Mlawi, una fungu lake. Nilisema kuna fungu ambalo nataka niliseme liko katika kitabu cha Isaya sura ya 45. Fungua nami kitabu cha Isaya sura ya 45 kwa wale waliojitoa kufanya kazi ya Mungu. Tuondoe mashaka na wasiwasi kuhusu kazi ambayo tunakuja kuifanya. Isaya 45 linasema hivi: nitakwenda mbele yako. Nani atakwenda mbele yetu? Mungu. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Mungu, Mungu ndiye anayetutangulia. Mungu anaondoa vikwazo. Mungu anaandaa njia kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo ninawaomba, kama nilivyosema hapa, wale ambao mmejitoa, anasema ya kwamba atakwenda mbele yako na kusawazisha mahali palipoparuza. Na kazi yetu ya uinjilisti wa vitabu, sisi kama uinjilisti wa vitabu tuna ahadi ya kutembea na malaika, nalo ni somo lingine. Kwa hivyo tunakuwa na watumishi wa mbinguni wakitusaidia kufanya kazi. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi. Mungu awabariki katika jina la Yesu, amen. Nimkaribishe pasta aweze kutufungia kwa ombi wakati anapoanza kipindi chake. Karibu pasta. Wapendwa, tulivyo niwaombe tusimame, tufunge kipindi na kufungua kipindi kinachoendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya sabato hii na sabato za mchana huu zinazoendelea. Tunashukuru kwa ajili ya kipindi kilichotangulia. Sasa tunapoendelea, tunaomba ututangulie kwa njia ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, amina. Kabla sijaendelea, naomba tuimbe wimbo, alafu ndipo niendelee na kipindi hiki ambacho kinaendelea sasa. Baba
hiki cha jioni hii ambacho kinakuwa kipindi chetu cha mwisho, ila nikiangalia sana inaenda kidogo na mambo kadhaa hivi, naona kama masomo mazuri kabisa.